إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayestahiki kushukuriwa kwa neema zake nyingi, shukurani ambayo inatudhaminia kubaki kwa neema na kuongezewa. Maana kwa kiasi tunavyomshukuru Mola wetu kwa neema alizotupa, na yeye iwazidi kutuongezea neema hizo. Na neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi. Tukiwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, pia tupo ndani ya neema kubwa. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu azza wa jalla. La nuhsi thanaan alayhi huwa kama athna ala nafsihi falahu alhamd awalan wa akhira. Alhamdulillah. Ndugu zangu, nawausieni na kujihusia nafsi yangu na taqwa Allah. Wasia huu ni wasia wa kila wiki kwa kila khatib. Imewekwa hasa ni sharti moja katika sharti za khutba ya Ijumaa, watu wakumbushane kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukiwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao ibada nzima hii ya saumu ilikuwa inalenga kutupeleka kwenye hiyo takwa. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Imefaradhiwa ibada hii ya saumu ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu. Kinacholengwa hapa ni ibada hii ya saumu itulee, iturekebishe, itutengeneze. Ni kama kwamba kila mwaka mwezi huu unajirudia kwa Waislamu kila mwaka, ili kutengenezwa na kusafishwa. Hatimaye baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu warudi kuwa wema na kuwa wazuri na kuwa watekelezaji wa amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa karibu nawe ndani ya mwezi huu ambao ulikuwa ni mwezi una kheri nyingi na mambo mengi yanayochangia mwanadamu kumtafuta Mungu wake na kuwa karibu na yeye na kujenga mapenzi. Lengo hilo kama halikupatikana, hatukuhakikisha yale anayoyataka Mungu kwenye nafsi zetu, na hatimaye itakuwa tumedhulumu nafsi zetu. Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Ndugu zangu, kila chenye mwanzo huwa kina mwisho, ila mambo matatu. Allah peke yake hana mwanzo hana mwisho, jalla jalaluhu.
na akhera ina mwanzo na haina mwisho, na mwanadamu ana mwanzo na hana mwisho. Licha ya mwanadamu tunavyopenda kujinasibisha zaidi na ulimwengu, lakini hatufanani na ulimwengu, kwa sababu ulimwengu una mwanzo na una mwisho. Sisi tufanana na akhera yenye mwanzo isiyokuwa na mwisho. Hivyo hata msemo huu ninaposema kenye mwanzo kina mwisho, si mkusudii mwanadamu, na wanaozungumza kwenye hotuba zao au kwenye mihadhara wanapozungumzia kifo cha mwanadamu wakaanza na maneno hayo kwamba kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Kufa kwa mwanadamu sio mwisho wake, bali ndio mwanzo wake wa maisha ya akhera. Ndugu zangu, nataka niulize swali. Hiyo ndio mwanzo wa hotuba yetu. Ramadhani ina mwanzo na ina mwisho. Mwisho wa Ramadhani sio mwisho wa mwaka huu, ni kwamba na mwakani na utakaokuja mpaka dunia ishi, Ramadhani itarudi. Lakini huenda Ramadhani ikawa ni ya mwisho kwetu sisi. Sasa swali yangu na kuuliza na najiuliza nafsi yangu, naftaridhi leo ungejua hii ni Ramadhani yako ya mwisho, ungeifunga vipi? Ungeswali vipi? Narejelea, tuchukulie, na nikisema tuchukulie, kati yetu hapa sijui ni nani kwanza haitakuwa ni kuchukuliwa, ni hakika. Kama kuna yoyote hapa anaweza kunithibitishia kuwa yeye Ramadhani ya mwaka ujao atakuwepo, anaweza kunyosha mkono wake. Mimi nawapeleka kwenye kufikiria ya uhakika. Nasema tena tuchukulie, lakini zingatieni. Inaweza kuwa mimi ninayesema hivi msinione mwakani. Kwa hiyo kuna wengine hapa hii tuchukulie haitakuwa tuchukulie, itakuwa kweli. Lakini narejelea tena kusema hivyo hivyo tuchukulie kwamba hii ni Ramadhani yangu na yako ya mwisho, na ukajua hivyo, ungefunga vipi? Na ungesali vipi? Ungesoma Qur'ani kiasi gani? Ungemlilia Mungu wako sampuli gani? Yapi ungeyatamani na ngapi ungerekebisha? Wangapi ungejenga suluhu na wao? Deni ngapi za watu ungezirejesha? Dhulma ngapi za watu ungewapelekea wenyewe? Kama ungejua yani kuwa hii ni Ramadhani yako ya mwisho. Sasa huu ukumbusho unatosha kukupa mawazo mimi nakufikishia message gani. Kama bado hujafahamu, rudi mwaka jana, Ramadhani mwaka jana. Hivi huna ambaye ulikuwa unamjua na leo hakufunga na sisi? Hivi ndugu zangu, nyinyi hamna ndugu zenu, jamaa zenu, familia zenu, wazee wenu ambao mlifunga nao Ramadhani ya jana, mkiwa hapa msikitini mkifuturu pamoja, mkienda tarawih pamoja, na leo wamelazwa chini ya mchanga? Kama iliwezekana na ikawa hivyo, kwa nini isiwe kwako na mimi mwaka ujao? Hivi wao waliondoka kwa sababu walikuwa ni wajinga sana na sisi ni werevu sana? Au kwenye listi ya Mungu ya Ramadhani yao ya mwisho ilikuwa ni 2025? Kama iliwezekana kwao hivyo, kwa nini kwetu siwezekane ikawa Ramadhani ya 26 ndio ya mwisho? Itakuwa na risala 3 kwenye hotuba yetu ya leo. Risala ya kwanza,
nataka kuwapongeza wale waliowafikiwa, maana kheri na kutenda amali wallahi ni kuwafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu akiwapenda waja wake kuwafikia, ikawa kule kutenda mazuri kwao ni sahali. Kwa hiyo wale walioafikiwa, mpaka leo tuzungumza kuwa zimebaki siku 3 ama 4 Ramadhani kuisha, wakafanya ibada, wakajitahi kama walivyofunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wakaona haitoshi, tutasimama pia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu usiku na tutatoa sadaka na tutasoma Qur'ani, wakafanya yote haya. Mimi nawapongeza na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala akubali matendo yao, na vile vile na wapa risala hii kwamba kule kufanya mazuri sio mpango kamili. Mpango kamili ni vipi utadumu na yale mazuri unayofanya. wa habbul a'mali ila Allah adwamu wa in qalla, matendo yanayopendwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni yale yaliyodumu, yanayoendelea. Na kuendelea kwa mazuri nao ni dalili ya kumtuliza muumini roho yake kuwa Mungu amenikubali. Wanawazuoni wengi wazungumza, maana sisi twatenda kazi ya kukubali matendo sio yetu, hii ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni kutaraji tu, tuna hofu ya kuwa tutakataliwa na tuna matarajio na matumaini kwamba Mungu atatukubali. Lakini wanawachuoni wanatoa baadhi ya amarat na ishara kwamba wewe umekubaliwa, basi ni kule kujipata wewe uko vile ulivyokuwa katika mwezi mtukufu Ramadhani. Haikuwa kwako swala ya alfajiri ni Ramadhani peke yake, ukawa waendelea uko vile vile. Saumu ya faradhi imeisha, lakini ya sunna ipo, wewe umo kwenye saumu ya sunna. Swala ya mpangilio wa tarawih, watu kusali jamaa imeisha, hakuna tena msikitini baada ya Ramadhani, lakini qiyamul layl ipo kwenye maisha yako. Zaka za wanaosubiri Ramadhani, mpangilio wao wa kila mwaka ni Ramadhani ndio watoe zaka, basi ule mpangilio ni mpaka tena mwakani, lakini sadaka inaendelea kwenye maisha yako. Ukijipata huko namna hiyo, umekuwa mvumilivu mwenye subra kuamiliana na watu, sababu Ramadhani imekujenga kwenye mfumo wa kusubiri. Hata ulipotukana au ulipokosea, basi kuwa na jawabu zaidi ya kusema inni sa'i, ukawa waendelea kwenye maisha yako na sifa kama hizi, walkadhimina alghayz walafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kwa hivyo licha ya pongezi ni watu waendelee kuendeleza ibada. Hili ni zito zaidi na inahitaji tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama alivyomuomba aliyekuwa mbora zaidi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitabu cha Qur'an kinatueleza mfumo wa wale wema waliotangulia. Hawakudhurika wakadanganyika na kwa kuwa ni manabii na kuwa ni watu wema, hata siku moja wakaona kwamba sisi hapa tumefika. Walikuwa kila leo wanaona bado. Kwa ujumla manabii Mwenyezi Mungu awasifu ni Qur'ani, yad'unana rawadan wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Hii ndio ilipodaidanahum, wanamuomba Mungu, wana hofu wasije wakakataliwa manabii, na wana matarajio na matumaini Mungu awakubalie. Na daima Mwenyezi Mungu anasema walikuwa ni wanyenyekevu. Miongoni mwa dua zao tuipata katika sura Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Mola wetu, la tuzigh qulubana, usisitelezeshe nyoyo zetu baada ya kuwa tayari umetuongoza. Tuhurumie, tupe hiyo rehema yako. wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Hakuna siku hawa watu wema
walidanganyika na matendo yao. Licha kuwa hili ni afa kwenye ulimwengu wa leo. Na mimi nawahusia ndugu zangu, hata ukajiona uko vipi, pale unapoona taufiki ya Mungu imekuletea kwako, imekuwa wepesi kutenda amali salih, ndio zidisha hofu kwamba huenda Mungu hakubali amali zako. Usigurike kabisa ukawatazama wengine wote kwamba hawakufiki. Wewe ndio mwenye sawa, wewe ndio mwenye msimamo, wewe ndio mwenye dini. Usifanye hivyo, iga wale wa kuiga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaeleza wake wewe, lakini kabla niwaeleza aliwaiga kina nani? Alimuiga Yusuf alayhi salam. Yusuf licha yote ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mitihani aliyompa, kisha akampa faraja, akamfungulia ardhi, akawa aziz, ndoto yake ikatimia, lakini maneno yake yathibitisha unyenyekevu kwa Mungu wake. Yote ayategemeza kwa Mungu wala sio yeye. Rabb qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah. Ona haya maneno yote ya mwanzo i'tiraf, anakubali Yusuf kwa Mola wake neema zote alizompa. Rabb qad ataitani min al-mulk, Mola wangu huu ufalme nilionao wewe ndio umiliki. Wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, na ukanifundisha kutafsiri ndoto. Hii neema wewe ndio umiliki. Fatir as-samawati wal-ard, anamsifu Mola wake. Anta waliyyi fi dunya wal-akhirah, sina mwingine, mpenzi wangu, tegemezi wangu, kila kitu changu. Anta waliyyi fi dunya wal-akhirah. Yaomba nini? Yaomba nini Yusuf? Baada ya maneno yote haya unyenyekevu, tawaffani muslim, Mola wangu nifishe Muislamu. Unajua maana yake nini? Mungu nisibadilike kwa hali hii niliyo nikaja nikawa kafiri. Nabii ana hofu kwamba kama si Mungu hata anaweza kawa kafiri. Nabii mimi na wewe hatuna hofu ya kuwafanya watu wote makafiri, sisi ndio Waislamu, hatuna hofu. Nabii ana hofu. Rabb tawaffani musliman, ikifika mimi siku yangu ya kufa, basi nifishe nikiwa Muislamu, ili iweje wa alhiqni bis-salihin, na unitangamanishe na wema. Yusuf ni nani na hao wema ni kina nani? Wewe zingatia, niambie. Sio zingatia sahihi. Yusuf ni nani na yuomba aeke na watu wema kina nani? Kama Yusuf aliweza kusema haya maneno, mimi nawe tusemeje? Suleiman mfalme, nabii, rasul. Suleiman ambaye wafalme wake haukupatikana na hautopatikana kwa sababu walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ile hali aliyoipata yeye asipate mwingine. Hakutatokea mpaka dunia itaisha mfalme kama Nabii Allah Suleiman, nabii wa malik. Lakini alipokuwa kwenye misafara yake na jeshi lake, siku moja alisikiliza, na haya ni miongoni mwa miujiza yake ya kipekee ya kusikiliza wanaozungumza hata kama si wanadamu. Alisikiliza wale wadudu sisimizi wazungumza. Ya ayyuhan nam udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Akasikia Suleiman alifanya nini? Fatabassama dhahik, subhanallah, alitabasamu akacheka, kisha akasema maneno haya. Sikizeni alisema nini? Rabb auzi'ni an ashkur. Nikisoma hii jumla ya kwanza napata maswali najiuliza. Mtu anapoona neema, mwanadamu anapoona neema ya Mungu ni wajibu wake kushukuru, lakini Suleiman atufundisha kuwa hata kule kushukuru hana uwezo nao kama Mungu hakumwezesha.
anamwambia nini? Auzi'ni, niwezeshe nikushukuru. La ilaha illallah, niwezeshe. Auzi'ni an ashkur, kama wewe Mungu utaniwezesha sitashukuru. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, niwezeshe nishukuru na wazazi wangu. Wa an a'mala salihan, niwezeshe nitende mazuri. Wewe unapotoka nyumbani Jumamosi mpaka ukaja ukasali salatu al-fajr jamaa, sema alhamdulillah, Allah amekuwezesha. Sio takwa yako, sio msimamo wako, Allah amekuwezesha. Nabii Allah Suleiman asema auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Na hapa mwisho ndipo paliponimaliza kabisa. Wa adkhilni birahmatik, sio adkhilni bimulki, adkhilni bianni nabii wa rasul. Niingize Mola wangu sio kwa sababu ya ufalme nilionao au cheo. Adkhilni birahmatik, birahmatik. Usiingize wapi Suleiman? Adkhilni birahmatik fi ibadika as-salihin, Mola wangu kwa rehema zako niingize na mimi katika waja wako wema. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna ambaye ana shaka ya kuwa yeye ni msafi toka hapo na kisha akasafishwa. Toka hapo yeye ni msafi kwa kulindwa na Mungu, na kisha Mungu akathibitisha kumsafisha, hata tseleza zake zimeshafutwa. Ni kiumbe wa kipekee, afdal khalqillah. Lakini miongoni mwa dua zake, kisha na wewe tafakari, akimwambia Mungu wake, rabbi inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. Hii yote ni tawadhu. Mola wangu nimedhulumu dhulma, nimefanya dhulma nyingi, nimedhulumu nafsi yangu dhulma nyingi. Na mimi namwambia ya Rasulullah, kama wewe ya Rasulullah umedhulumu nafsi yako dhulma nyingi, mimi niseme nini? Na wewe useme nini? Na sisi tuseme nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam yuwaeleza madhaifu yake yeye na madhaifu ya wanadamu, na kwamba sisi kwa hali yoyote ni kurudi kwa Mungu atuweke na atudumishe katika kheri. Miongoni mwa dua zake, ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Thibitisha, ubakishe, manake ubaki moyo wangu katika dini. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Tustahiki kumwomba Allah azza wa jalla dua hii, khasatan tunapofikiwa na mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tubaki tulivyo, huwa alqadiru alayhi. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayeweza kufanya hivi. Unajua kwa nini ndugu zangu? Al-ibra bil khawatim, mazingatio ya mwanadamu ni mwisho wake. Mazingatio ya mwanadamu ni mwisho wake, na hata hii Ramadhani huzingatiwa mwisho. Ajabu ya wanadamu tulioshindwa kufahamu umuhimu wa mwisho kwenye ibada, tukafahamu umuhimu wa mwisho kwenye maisha ya kawaida. Sitaki nikose kwenda studio leo, ni fainali. Vipi nitakosa kama siku zote watu walicheza? Sikuwahipenda, lakini mwisho siwezi kukosa. Nitaikosaje game ya fainali? Nataka ni enjoy kuona watu wakipewa vikombe na medali, kwa sababu ni mwisho. Sitaki kupiga mifano mingi,
Lakini hata watoto wadogo shekhe, nyumbani wakitumia mkate, kila mmoja atakasilesia mwisho kwa sababu ni kubwa, na wanaume hutoa mapesa yote wakaoa, wake wawili ni watatu, wasubiri ile mwisho sekunde mbili wakaifurahia. Kama hufiki mwisho, nenda kwa daktari ukatibia. Isipokuwa mwisho wa kheri, mwisho wa akhera, akili zetu hazipo huko. Huanza Ramadhani vizuri, watu wakajaa misikitini kwenye madarasa, wakajaa misikitini kwenye kufuturu, wakajaa misikitini kwenye tarawehe, lakini kwenye ule mwisho ulioelezwa na Mtume katika hadithi yake, laqad jaakum shahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jinan وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد الشياطين. Kisha mwisho akasema fihi leila, leila niko kwenye siku 10 za mwisho. Fihi leila khairun min alf shahr man hurimaha faqad hurim au fi riwayatin man hurimaha fahuwa almahrum. Kwenye hii Ramadhani Mtume aliambia masahaba zake na Waislamu, kuna usiku mwisho bora kuliko miezi 1000. Atakayenyimwa kheri za usiku huo amenyimwa kila kitu, huyo mtu ni almahrum. Na ndio mwisho ukifika, Waislamu wameanza kuchoka. Kama watu waliopanda basi mwanzo, basi likianza stage pale full, 10 la kwanza wengine washuka, 10 la pili wengine washuka, na ikifika 10 la mwisho basi halina mtu. Ndio mfano wetu sisi, mahali ambapo tumekusanyika ya mwezi mtukufu Ramadhani, kheri baraka zote ya mwezi mtukufu Ramadhani. Hii ni maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ikifika 10 la mwisho hufunga virago zake, akawacha wake zake, akahamia msikitini usiku na mchana, ili awe na faragha na Mola wake. Wafikiri hivi alifanya bure? Ni kwa sababu alijiona hii, na hakuna mambo. Aisha atuambia ikifika 10 la mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo analifanya la kwanza, ahya leila, akikesha usiku, wa aitana ahla shadda mizar, anafunga kibogo chake, anafunga kipoi vizuri. Na wanazuoni wanatuambia maana yake hata wake zake akiwaacha hastarehe na wao. Wa ahya leila, na akiyahuisha usiku anakesha. Wa alqadha ahlaha, na hataki kufaidika peke yake, anaamsha watu wake wote ndio wakasoma, wafanye qiyam, wasome Qur'ani, wafanye khair. Na alasafu shadid, sisi tumeshindwa kufahamu kuwa nisfuhu khitam, tumeshindwa kufahamu kwamba utamu wote, kheri zote, baraka zote zipo katika mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo utakwenda misikitini, watu hakuna. Wallahi tumeghafirika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzingatia mwisho, na hata utaondoka duniani, ule mwisho wako wa dunia, mwisho wako wa dunia umeondoka, pale ndipo Mungu hukuzingatia. Lakini mwanzo, kwa sababu gani? Mwanadamu anaweza kutenda matendo mazuri mpaka ikawa hakuyabaki ile na yeye na kuingia peponi illa dhira, mara kitabu kikamtangulia akafanya maovu ya watu wa motoni na akenda motoni, na mwingine mkamuona na yeye amezama kwenye madhambi mpaka ikawa yeye na moto bado dhira, kitabu kikamtangulia. Kitabu kikamtangulia ni darasa nzima, lakini msijipe tabu kuuliza lakini itakuwaje hivi. Acha niwe analolijua Mungu, sisi hatupo. Tusikereke, mbona amejua yeye sisi tusijue? Toka hapo Mungu ajua ambalo halijakuwa na likawa litakuwa vipi na vipi liwe ili lisiwe. Mungu anajua. Shida yako wewe nini mwanadamu? Mungu kujua wewe usijue. Wewe wajua mangapi? Wewe wajua kinachozunguka ndani ya akili yako, kinachozunguka ndani ya mwili wako? Wewe wajua huyo mtu wa nyuma yako aliyekaa ataka kufanya nini? Wewe wajua nini? Lakini Allah wajua mtu huyu mwisho atakwenda kufanya matendo mema na atakufa ende zake peponi. Ndugu zangu,
Usipopatikaniwa mwisho wa jambo, jiulize maswali. Usipopatikaniwa mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye kheri, ni ishara mbovu. Kwa Mtume anasema man hurima khairaha faqad hurim wa raghima anfu mri'in ja'ahu Ramadan falam yughfir. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah. Tawfiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illa Allah ta'dhiman li shanihi. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Risala yangu ya pili na ambayo itakuwa ni ya mwisho ni yangu mimi na mfano wangu mimi, tuliocheza, tulioghafilika, tusifanye ibada kama watu walivyofanya mpaka tumeshtukia leo hivi. Fa'alik, mimi nimepitwa. Mimi nakwambia hii risala ni yako. Kuja pitu, kuja pitu. Pale mwanzo nimeanza kueleza kwa suali, nikawaambia chukulia hii ni Ramadhani yako ya mwisho, ungefanya vipi ibada? Tukapata jawabu na nikawacha nyinyi wenyewe mjibu swali hilo hilo. Nataka kuambia kwamba wale walioondoka leo wataulizwa, na haya ni kuwafundisha Qur'ani na Sunna. Leo wataulizwa nini mwatamani? Watasema tutamani kurudi duniani angalau tuwahi rakaa moja, kufanya kheri na sisi, lakini hawawezi kurudi. Mimi na wewe bado tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini shekhe, zimebaki siku 3 kutengenezeka kwa alaka ya Mungu na mja wake, hata lisani moja. Kad yuslih al-insan qalbahu, mwanadamu kama ni mkweli anaweza kuutengeneza moyo wake na akajirekebisha kwa saa na akafa na akapotea. Siku 3 ni nyingi. Mwambie Mungu, nimepitwa bado hizi siku 3. Hebu kuwa mkweli kwenye hizi siku 3. Wallah, Mungu akikuona wewe ni mkweli, Mwenyezi Mungu atakusaidia. Leo Mungu atajua kama nyinyi kweli ndani ya nafsi zenu kuna kheri, Mwenyezi Mungu atakuongoza. Kwa hiyo risala yangu ya pili ni kwa sisi ambao tumefanya mapungufu, yani tuna mapungufu mengi na hatukuitendea haki Ramadhani kama itakiwavyo. Nawaambia msikate tamaa, msimalize hope. Maliza hope kwa mwanadamu. Deadline kuchelewa bwana, wapi? Kwa Mungu hakuna hilo. Hapo mwanzo tumepokelewa hadithi sahihi ya mtu aliyeua watu 100 kwa kufupisha, na Mungu alimkubali hata hajafanya amal khilal lahadhat, kwa sababu nia yake nzuri, na akamsamehe akampeleka janna. Kwa mimi hakufanya chochote. Na mimi nina habari kisa ambacho nimekisikiliza cha mtu aliyesilimu usiku wa Ramadhani, usiku wa kuamkia Ramadhani alisilimu. Swala yake ya kwanza ilikuwa ni salatu al-fajr, na akaamka amefunga saa 1, saa 2, saa 3, saa 4 avuka barabara akagongwa na gari akafa. Huyu ndiye Allah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kiwa mkweli na Mungu, siku 3 ni nyingi. Kumalizia hotuba yangu, ndugu zangu, ulimwengu mzima leo watu wako kwenye matatizo. Ndugu zetu kwenye shida, Palestina, Sudan, Iran, dunia nzima leo yawaka moto. Tuombeni Mungu. Vita hivi vikitokea, kila Muislamu atakaulize maslahi ya Waislamu yako wapi. Tusibaki kwenye kuzidi kuchangia uasabia na umadhehebu, na yataka tuwe na akili.
Misimamo yenyewe kubadilika kwa kubadilika mambo katika dunia. Kuwa adui mtu jana, leo akawa si adui, au kuwa mtu jana tufaa kumpiga vita, lakini kwa maslahi ya dini ikawa leo hatufai kumpiga vita. Wallahi, Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an anasema aliyepewa hikma na Mwenyezi Mungu amepewa kheri kubwa. Wallahi, vita hivi vinavyoendelea, sisi hatutaki kuangalia madhehebu. Dini yataka sisi tuangalie mwenye haki ni nani na mwenye batil ni nani, dhalim ni nani na madhulum ni nani. Ukishajua dhalim ni nani na madhulum ni nani, muulize Mungu, ya Allah, mimi Muislamu mfuasi wa Qur'ani na Sunna, kwenye dhalim na madhulum niunge nani? Dini itakwambia muunge madhulum, usisimame na dhalim. Dini itaangalia dini, muunge madhulum naye hata kama ni kafir, na mkate dhalim hata kama ni Muislamu. Ndivyo dini inavyotuamrisha. Hapa hakuna cha madhehebu, wala hakuna cha ukoo, wala hakuna cha kabila, wala hakuna cha rangi, hakuna. Hapa tuangalia nani madhulum, tuwe naye. Kisha Waislamu nyinyi mwapige mahesabu vizuri. Nataka niwaache na maswali tu. Kwa nini wapigwa Iran? Tuchukulie imeangusha, ndio mambo yameisha. Ni hamjui khita ya Israeli ni nini? Kama hiki ni kizingiti, amekivunja, kuna kitu kingine kitamzuia kawaja kwenu. Sasa yule anasimama kwa kizingiti kiakili tu, atakatufanyaje sisi? Au tunawapiga yeye anguke, akishaanguka ujue adui ule ni mlango, na ukiingia kwenye mlango mkuu umeuvunja. Haya ndio milango. Niambieni nyinyi, naulize maswali, kuna kizingiti gani zaidi ya Iran Khaliji? Sallu ala Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر المظلومين وانصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ولا تردنا خائبين. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وبليلة القدر وفقنا وارزقنا فيها العمل الخير يا رب، ولا تردنا خائبين ولا تجعلنا من المحرومين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.